Kwa kweli zamani tulikuwa tunapata shida sana, hasa upande kwa watu wajawazito. Maana hospitali tuliokuwa tunatumia ni ya pale ng'ambo kule Manda kabisa. Sasa wewe fikiria, mtu anatoka Rutala, anasafiri, ni mjamzito wa kujifungua, hadi kufika wapi? Manda. Humu njiani anapata changamoto sana. Unakuta wengine wanazalia njiani na wanapoteza watoto, unaona? Kwa hiyo inakuwa ni changamoto sana kwa kina mama. Pili, nashukuru sana kwa jitihada za mbunge ambaye ameweza kutupatia ile zahanati pale, ambaye sasa hivi kama inavyojulikana Jumatatu tunaianza rasmi. Kwa kweli kwangu ni faraja kubwa sana. Vile inakuwa faraja kwa wajawazito. Inakuwa faraja kwa wajawazito, maana watakuwa wanapata unafuu. Mtu anatoka Rutala, mtu anatoka Mbande kule mwisho. Akifika pale anapata huduma mapema. Ila tu ninachoomba wahudumu hasa upande wa maternity waongezeke. Hatuna. Kama unavyojua wapo wawili tu. Utakuta kuna mgonjwa amezidiwa, kuna mgonjwa amepata ajali na mjamzito. Sasa watamkimbilia nani, wamwache nani? Kwa hiyo tunaomba sana wahudumu waongezwe. Kwa jina naitwa Violet Mapunda, ni mwenye kijiji cha hapo Mbongo. Yaani kiujumla zahanati ipo vizuri. Tunategemea yani zahanati yetu itatuwezesha kwa wakati mzuri sana. Kwa hiyo tunashukuru sana mpaka hapa ilipofikia. Hali ilikuwaje? Hali ilikuwa ni tete. Tunaomba tu yani ombi kwa kusema wawe imara kwa uangalizi, kuangalia dawa zinaenda katika hali inayotakiwa. Kwa zahanati tunashukuru sana kwa msaada ule uliopata ule zahanati ule pale, kwa sababu nimepata shida kwa muda. Yaani hilo hapo kwangu mimi nalikubali. Changamoto miundombinu ilikuwa kama ndo hivyo kuanzia miaka na miaka, lakini mwaka huu tumepata zahanati ile pale. Tusaidie dawa pale. Kwa sababu sasa hivi tukitoka hapa tukienda pale zahanati iliyopo, huduma ya dawa gharama iko juu sana. Na mimi sina kipato. Ni mkulima mdogo sana, hata kueleweka sieleweki. Wananchi wana furaha sana kwa kupokea huu mradi na wanaendelea kuomba tena. Na hapa mbele yenu kama unaona tofali zile pale tunaziandaa kwa ajili ya nyumba ya mganga. Zinaandaliwa na tunaanza sisi wenyewe. Tunapoenda kukwama basi tunaomba halmashauri tuunge mkono. Tayari vifaa vimeshahamishwa. Jengo hili la zahanati liko tayari kutumika kwa hatua za awali, japokuwa bado kuchometea taka hakijakamilika, lakini tayari jengo litaanza kutumika immediately kuanzia wiki ijayo. Tayari vifaa tiba, dawa pamoja na huduma kuanzia Jumatatu, huduma itaanza kutolewa katika jengo hili tayari kwa matumizi. Sasa wameshaletwa wafanyakazi wangapi? Wako wafanyakazi wawili. Wako hapo tulipo? Wapo hapa. Kuna clinical officer mmoja pamoja na muuguzi medical attendant mmoja. Lakini pia mradi huu una umuhimu mkubwa sana kwa jamii ya watu wa Mbongo, kwa sababu awali kabla ya ujenzi wa jengo hili, jengo la zahanati la awali lilokuwa linatumika lilikuwa limechakaa, lina uchakavu wa hali ya juu, lilikuwa lina crack, lakini lilikuwa halikidhi mahitaji kwa sababu vyumba vilivyoko vilikuwa vichache. Jengo la mwanzo lilikuwa ni jengo ambalo lilikuwa linamilikiwa na kanisa la Anglican, lakini kufuatia sera ya ubia, Anglican walipokwama walikabidhi serikali, tukaendelea kulihudumia kwa ajili ya kutoa huduma ya afya kwa wananchi wa kijiji cha Mbongo. Lakini hata hivyo jengo lile lilikuwa lina vyumba vichache, lakini lilikuwa lina uchakavu wa hali ya juu. Ndio uhitaji wa wananchi wa Mbongo ukaibuliwa uhitaji wa zahanati, ndipo serikali kupitia TASAF ikaamua kujenga jengo hili jipya ambalo limekidhi kiu na mahitaji yale ya msingi kwa ajili ya afya ya wananchi wa Mbongo. Na wakati tumekuja kuomba kura, tuliwaahidi wananchi kwamba wakituchagua tutahakikisha tunakamilisha hii zahanati na huduma zinaanza kutolewa. Kwa hiyo nafurahi sana kwamba leo, ikiwa mwaka wa uchaguzi haujavuka, tumeweza kutekeleza hii ahadi ya kukamilisha zahanati ya kijiji cha Mbongo, na leo tumekuja na mtaalamu kwa ajili ya kuanza kutoa huduma hapa. Kwa hiyo kuanzia Jumatatu, mwananchi yeyote wa kijiji hiki atakayejisikia kuumwa au kuja kupima tu, sio lazima aume, kuja kucheki afya, hii itakuwa tayari huduma zimeshaanza kutolewa. Kuanzia sasa hivi ambapo tumekabidhi kitanda,
ambacho kimetolewa na umoja wa wananchi wa Mbongo wanaoishi mikoa mbalimbali hapa nchini na nje ya nchi, wanaitwa Mbongo Family, ambapo na mimi ni mwanachama. Waliweza kuhamasishana wakachanga mchango, na mimi kama mbunge nikawaunga mkono, wakaweza kununua kitanda hiki chenye thamani ya milioni 7 kwa ajili ya wakina mama kuweza kujifungulia. Wao wanaongozwa na Dr. Alfani Haule ambaye ni mheshimiwa mkuu wa wilaya kanda ya Ziwa huko. Yuko Rorya, DC Rorya. Ni mzao wa hapa. Wako wengine madaktari, wengine walimu, wengine askari, ni watoto waliozaliwa na wazazi wa hapa Mbongo. Kwa naona nawapongeza sana kwa mchango wao huu pamoja na michango mingine. Na sasa hivi tunashirikiana nao kwenye kujenga nyumba ya mganga, ambapo mwenyekiti na mimi pia nimeunga mkono. Nimeagiza mifuko 20 ya saruji kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya mganga. Nimeagiza ngelenge hapo, nimesikia, na nitakukabidhi hii mifuko 20 kwa bei ya ngelenge shilingi ngapi? 22 mara 20 ni sawa sana shilingi ngapi?